Okay, kwenye hii video nitakwenda kuonyesha jinsi ya kuandaa budget. Tutaenda kutumia pesa tracker. Hii ni template ambayo unaweza kuandaa budget yako kwa mwaka mzima, lakini ukawa unafanya adjustment kila mwezi kama kutakuwa kuna mabadiliko. Kama kutakuwa na mabadiliko, kwa hiyo na maana utaendelea kuitumia bila shida yote. Okay, so jinsi ya kuandaa budget yako, kwanza kabisa orodhesha mapato yako yote unayopokea. Orodhesha uwekezaji na akiba ambayo umepanga kuweka. Orodhesha matumizi yako ya lazima au mahitaji, alafu kisha orodhesha matumizi yako ya ziada. Okay, so kama una marejesho ya mkopo, marejesho ya mkopo yataenda kwenye matumizi ya lazima. Okay, so baada ya kuorodhesha, then weka kiasi sasa. Je, kwenye hayo mapato uliyoorodhesha, mshahara, mfano kwa huyu mshahara anapata shilingi ngapi, unaweka biashara. So tuchukulie mfano huyu biashara yake inampatia faida ambayo anaweza akaitumia milioni 3 kwa mwezi. Okay, kwa hiyo unaiweka hapo. Okay, baada ya kumaliza kuweka kiasi cha mapato yako, unakuja kwenye matumizi ya lazima au mahitaji, kwa sababu hayo matumizi ni lazima yawepo ili uweze kuishi. Kwa hiyo orodhesha matumizi yako. Kwa mfano labda chakula, unatumia 500,000 kwa mwezi. Okay, kwa hiyo ndio gharama ya chakula. Kwa hiyo utaorodhesha yote, ujue kabisa kwamba matumizi yangu ya lazima yatanigharimu hiyo. Sasa kwa ile pesa inayobaki sasa, ina maana ndio utaigawa kati ya uwekezaji au akiba pamoja na matumizi ya ziada. Okay? Kwa hiyo inategemea na lengo ambalo umeliweka. Kwa hiyo kama ni lengo ambalo litahitaji pesa nyingi, ina maana kwamba itatakiwa ujibane kwenye matumizi ya ziada. Okay? Kwa hiyo weka uwekezaji na akiba kama unavyoona hapo, alafu kisha kuja kwenye matumizi yako ya ziada. Na hapa juu actually itakuonyesha ni shilingi ngapi imebaki kila mwezi ambao bado haijawa allocated. Kwa hiyo mfano kama kwa Januari imebaki 300,000. Kwa hiyo 300,000 mfano hapa kwenye outings, kwenye mitoko hauna pesa yote ambayo umeallocate. Kwa hiyo unaweza kusema labda kwenye mitoko mimi nitakuwa natumia 300,000 kwa mwezi. Kwa hiyo unaweka hapo. Okay? Yeah. Kwa hiyo hivyo unaangalia na hapa unaona imebaki 100,000 unaiallocate, kwa sababu mwisho wa siku mapato yako ukitoa akiba na uwekezaji, ukitoa matumizi ya lazima na matumizi ya ziada, inatakiwa ikupe 0. Okay?